Kuna zana nyingine ambayo inaitwa kondom na vifaa vingine vidogo vidogo tumetumia kutengenezea sasa silaha yetu hii ambayo ni bomu la mkono, bomu la kurusha. Tuite ni ubunifu ama tuite ni teknolojia mpya kwa ajili ya kukabiliana na tembo? Huu ni ubunifu wa askari. Kwa maana ya kwamba mtu anaweza akaiangalia salama kondom ama mpira huu kwa matumizi mengine, lakini matumizi sahihi kwa wahifadhi wa vijiji 10 ni haya. Haya ndo matumizi sahihi na huu ndo ubunifu ambao unatumika zaidi. Mtazamaji wa Clouds TV, hapa nipo katika kijiji cha Mwada, kata ya Mwada, wilayani Babati, mkoani Manyara. Vijiji ambavyo vinaunda jumuiya ya hifadhi ya wanyamapori Burunge. Kwa ujumla wake viko vijiji 10. Sasa kilichonileta hapa ni kujua ni kwa namna gani vijiji hivi kwanza vimeanza kunufaika na huduma za uhifadhi wa wanyamapori. Lakini kile ambacho nimekiona hapa kwenye meza hii, kilichonishangaza zaidi ni matumizi ya kinga ama kondom kwa lugha nyingine. Sasa niko na mtaalamu hapa atanieleza matumizi ya zana hizi katika kukabiliana na wanyama waharibifu. Karibu sana, jina lako alafu utueleze kile ambacho mnakifanya hapa. Kwa majina naitwa William Ruta, ni askari wa wanyamapori wa jumuiya ya hifadhi ya wanyamapori Burunge. Hapa kwetu tunajishughulisha na shughuli za uhifadhi kwa ujumla, lakini tuna shughuli ya utalii na shughuli zingine. Kuna zana ambazo tunatumiaga kama askari katika kudhibiti migongano hiyo, kujaribu kupunguza. Lakini nguvu yetu kama askari haitoshi, tunashirikiana bayana na jamii ama vijiji wanachama. Vijiji wanachama wanaelewa zaidi maeneo yao ambayo wanafanya shughuli za kiuchumi hasa kilimo. Kwa shughuli zao hizo inapofika wakati wa kilimo, basi huwa wanapata zana za kutumia katika ulinzi wa mazao yao. Kuna zana nyingine ambayo inaitwa kondom na vifaa vingine vidogo vidogo tumetumia kutengenezea sasa silaha yetu hii ambayo ni bomu la mkono, bomu la kurusha. Ili turushe bomu letu tunakuwa na salama kondom. Kabla ya kwenda kwenye ulinzi wa mazao saa 12, manake saa 11 jioni tunaweza tukatengeneza kifaa hicho. Kifaa hicho kinatengenezwa kwa kutumia pilipili ama unga wa pilipili ambao sisi tunaita chili powder, lakini utatumia pia udongo au mchanga ambao ni mkavu, mchanga ambao hauna mawe. Tunatumia mchanga huo na kuchanganya na hiyo unga wa pilipili ili ilete ladha na uzito mzuri, ukirusha ikalipuke. Na ikisha lipuka, mara nyingi unga ule wa pilipili ukilipuka unasambaa, na tunarusha sehemu ambayo hewa itamuelekea yule mnyama tuliyekusudia. Kama ni tembo, basi tukirusha ikishafika pale, baada ya kuiwasha ule unga unasambaa. Unga wa pilipili huwa pia ni mbaya katika macho kama ilivyo kitunguu. Kwa hiyo ile pilipili itamwasha tembo katika macho yake, lakini pia sauti ya mlipuko aliyoipata ile itamuondoa katika mazingira yale. Lakini kama alikuwa anakula chakula pia ikiingia katika kinywa inaweza kumletea kupaliwa. Kwa hiyo hata kuwa na raha tena ya kula mahindi ama mazao ambayo alikusudia kuyaharibu na kuyala, ataondoka katika eneo hilo. Tukisalia hapo, mliona mtumie zana badala ya kifaa kingine, kwa nini? Swali zuri. Tumeamua kutumia zana ama tuliona ni matumizi sahihi zaidi ya kondom kuliko kifaa kingine kwa sababu kuu moja. Tunaweza tukatumia karatasi, tunaweza tukatumia gazeti lingine lolote ama mfuko mwingine wowote. Ila zana ni nzuri zaidi kwa maana ya kwamba tukitumia kondom ni kama mpira, inavutika. Tunaweza tukaweka udongo wetu au mchanganyiko au mchanga vizuri, tukaisokota vizuri, ukairudia hata mara 2 ikawa na ufanisi. Kwa mfano hapa nimeisokota mara ya kwanza na mara ya pili nimerudisha mpaka hapa. Kitendo ambacho kama ningetumia karatasi na ni mchanganyiko wa mchanga na pilipili, karatasi ni rahisi kupasuka. Kwa hiyo nisingeweza kufanikisha zoezi langu la kurusha ikafike mbali, lazima ingedondokea kwenye gari. Kwa hiyo hii ni nzuri zaidi kwa sababu ni mpira, na ukitumia mpira huu unaweza ukazungusha zaidi ya mara 1, mara 2, mara 3. Kondom ni tofauti na mipira mingine. Tungeweza kutumia hata mpira wa baskeli ama tipu, lakini kondom itavutika mara 2, mara 3 na itakuwa imara zaidi. Mtazamaji wa Clouds TV, tumezungumza na mtaalamu ambaye amekuwa akifanya ubunifu wake ama bunifu mbalimbali katika kukabiliana na wanyama pori waharibifu kwenye mashamba ya wananchi. Kubwa zaidi ni kuwalinda wanyama pori, lakini pia kulinda mazao ya wananchi yasiendelee kuharibiwa. Tukiwa tunatambua kwamba uhifadhi wa maeneo ya hifadhi za taifa, lakini pia
maeneo ya jumuiya za wanyamapori kama Burunge hapa yanaleta tija kwenye jamii zinazozunguka hifadhi hizi. Hapa kubwa zaidi tumeona matumizi ya zana, kwa maana kwamba kondom imekuwa ikiwasaidia wahifadhi kukabiliana na hao wanyama. Mimi ni Marcel Lazaro na hii ni Clouds TV.